Mtazamaji wa Truth Media, baada ya kuzungumza na shehe wangu Sheikh Jafari na ametoa madini mazuri kabisa, sasa ni zamu ya John Mangia, Mchaga wa kwanza huyu kuwa komando la Simba Sports Club. Sawa, Mchaga mzuri. Mchaga wa kwanza kuwa komando wa Simba Sports Club. Sio wa kwanza, wako wengi. Wako wengi Wachaga kwa Simba, wako wengi sana. Kuwa komando wa Simba Sports Club. Wako wengi. Kuna Mchaga kisha kuwa komando wa Simba Sports Club? Wako wengi. Hebu mtaje mmoja wapo. Sishakufa bana. Walikuwa wengi washakufa. Mangia uko poa lakini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Anaendaje? Nashukuru Mungu wa rehema. Tumekula Idi, leo Idi pili. Tutasubiri Pasaka hata 25. Tumalize mwezi wa sikukuu. Mwezi wa 4 una sikukuu nyingi sana. Sikukuu 5. Na umejipangaje na hizo sikukuu? Tunajipanga vizuri. Mungu atujalia riziki tutapata, watoto washapotangua sikukuu zote mbili. Tutashukuru, tusubiria sikukuu ya Pasaka tu. Mambo yaendelee. Jana tunamaliza Idi ya kwanza, Idi pili. Mangia, wakati unafurahia kumaliza Idi ya kwanza na leo Idi pili na watoto kupata nguo za sikukuu, lakini siku ya kesho majira saa 1 pale nchini Misri, timu yako ya Simba Sports Club itakuwa dimbani kucheza mechi yake ya kwanza ya robo finali ya kwanza dhidi ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry. Kwanza kesho mchezo unauonaje? Mchezo utakuwa ni mgumu, utakuwa ni mzuri. Lazima utanguze, umeheshimu mpinzani wako. Sababu tuko away Misri, mji wa Masry. Kwa mechi itakuwa ni ngumu sana, ngumu, itakuwa ni itakuwa ni ngumu, itakuwa ni mechi nzuri sana. Lazima utanguze kwa ugumu. Sababu hapo kuna vitani, lazima pambana vita. Unapojana vita, kuna kufungwa na kushinda. Kwa lazima utanguze hivyo. Mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini tutasubiri matokeo dakika 90. Mangia, tumekuwa tukishuhudia misimu mingi Simba Sports Club ikiwa katika ardhi ya ugenini ikiwa inacheza katika michuano hii ya kimataifa. Hii imekuwa ikiruhusu magoli mengi, lakini tofauti na msimu huu, magoli mengi ambayo imeruhusu katika ardhi ya ugenini ni magoli mawili tu dhidi ya CS Constantine katika nchi ya Algeria. Kocha Fadlu Davis ameonekana kuibadilisha Simba Sports Club kwa kiwango kikubwa kabisa. Je, kwenye mechi ya kesho kuna nafasi yoyote kocha Fadlu Davis unaweza ukampa? Mwalimu anaamini kikosi chake. Sababu ukiwa na timu yenye magoli machache, timu inaanza kwenye kiungo midfield. Ukiwa na midfield nzuri, utahusi magoli machache sana. Kama na kwenye ligi kuu, Simba kuhusi magoli 8. Kulingana ana midfield nzuri. So back line, midfield nzuri. Yusuf Kagoma. Hapi nafasi mabeki wa pinzani, fali line ya pinzani. Kupita kwenye line yake. Ndio maana anazuia. Maana kwa midfield nzuri, kuwa na namba 8 nzuri, kuwa na kikosi kizuri. Ndio mpaka sasa Simba michuano ya kimataifa Simba kuhusu magoli machache mpaka na NBC. Kocha anahitaji sana kukusua kikosi chake cha kimataifa. Kukosekana kwa Chefono Maloni kesho kunaweza kukawajia ugumu wowote Simba Sports Club kwenye eneo la backline? Hapana, sababu Simba kacheza mechi 5. Mechi 3 Simba hajarusha hata goli moja. Simba kacheza mechi 4, mechi 3 hajarusha hata goli moja. Kausu goli mechi ya juzi 2-1 mechi ya FA. Akaingia hatua inafuata. Kwa hiyo mimi naamini kukusana kwa Chemaloni naona hamna pengo. Sababu achaje mchezaji Sharabu anaipojania namba yake. Sababu namba iko aitoa vile kosi kwa mchezaji beki bora kaja Simba atakapata cha kwanza. Na wewe msimu akapata sababu kacheza mechi 3 hajarusha hata goli moja. Juzi kapunzika kacheza Duchu na Hussein Kazi wakahusu goli 2-1 mechi ya FA. So yeye kwa kacheza vizuri sana mechi zote 3 hata goli moja hamna. Simba ilishawahi kucheza na Al Masry katika kombe hili la shirikisho, lakini ile ilikuwa ni katika ile hatua ya awali kabisa, lakini hii ni katika hatua ya robo finali. Lakini Simba muliweza kuondolewa kwa aggregate ambapo Benjamin Mkapa muliweza kutoa sare ya kufungana magoli 2-2, lakini kule Misri mulitoka suluhu ya bila kufungana. Hii haipi wasiwasi wote Simba Sports Club kuweza kutolewa mara ya kwanza na mechi hii mnaenda kukutana nayo amoni ukapata wasiwasi wote? Hapana, sababu hii mechi itakuwa ni ya kisasi. Sababu 2017-18 mechi ya mkondo wa kwanza kwa Mkapa 2-2 tukaenda Masiri bila. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ya kisasi. Simba atakulipa kisasi chake sababu yeye mtu kwa Simba ayetolewa kwa kanuni. Na hii Simba atakulipa kisasi. Sababu Simba sio mara kwanza kwenda Misri au sio mara kwanza kumtoa bingwa mtetezi. Kisha kumtoa Zamalek 2003.
Zamalek 2003. Sio maajabu sana Simba kukutana na timu ngumu. Kisha kutana nazo timu nyingi sana na kishazitoa. Kwa ni sio maajabu Simba kufika hatua inayofuata. Sisi tuombe Mungu Simba ndoto yake timie kuingia robo finali, kuingia nusu finali. Ndio Simba atachokata lengo lake msimu viongozi kuingia nusu finali. Naamini kwa mechi ya kesho wachezaji wakiamka wakiwa utimamu wa game, benchi nzima ufundi na wachezaji na mashabiki, tuanze kupata matokeo, tukapata matokeo kule na bila au moja bila. Zeni mechi ya tarehe 9 Jumatano ya tarehe 9 Jumatano ijayo. Kama ndio hitimisho ya mechi ya Masri kwa Mkapa. Mechi ni saa 10. Inshallah Mungu atatujalia tukavuka sisi Simba. Mangia, eneo la ushambuliaji kocha Fadlu Davis anampa nafasi kubwa sana Lionel Christian Ateba. Lakini baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wanasema kuwa Steven Dese Mukwala ana uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ile kuliko Lionel Christian Ateba. Kwako wewe unampa nafasi nani kwenye mechi ya kesho acheze pale? Unatamani nani acheze ambaye anaweza kawapa matokeo? Wale wote ni wachezaji wa Simba. Wale wote ni wachezaji wa Simba. Ndani 11. Wachezaji ndani ya 22. Wote kwa panga wote kila mmoja hapa ana ubora wake. Ndio maana Fabio anaanza na Lionel Christian Ateba anaanza. Anajua ubora wake. Anamheshimu sana Dese Mukwala. Na mimi namheshimu Dese Mukwala. Ndio maana kocha Fabio anaanza na Christian Ateba. Maana kwa substitution watu kupanga watu wawili, wakiumia watu wawili. Kwa maana hauna stoka mwingine. Ndio maana kocha Simba anaanza na Ateba. Akitoka huyu anaingia huyu. Kwa hiyo watu kupanga wote. Kwa mimi naheshimu kocha. Na watu nawaheshimu, watu ni wachezaji wa Simba ajiriwa, ni wa Simba. Mangia, uwezi ukashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho bila kufanya vizuri katika ligi yako. Na kesho katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara majira ya saa 10, Young Africans atakuwa mgeni wa Tabora United katika dimba la Al Hassan Mwinyi. Mchezo huo kwanza wewe unauonaje? Mimi kwanza wana Simba wengi wanatui jikoni kesho. Akili zao yote iko Al Masry. Shamaliza. Mechi itakuwa ni ngumu sana. Tabora ni mtoto mdogo sana kwa Yanga Afrika. Tabora ni mtoto mdogo sana kwa Yanga Afrika. Yanga ni kubwa kuliko Tabora. Yanga ina miaka 90, Tabora ina miaka mingapi? Kuna IBC. Bado mtoto mizani. Yanga iko juu zaidi ya Tabora. Usichukue matokeo mechi ya kwanza mwaka jana. Yale matokeo kwa kuta Yanga wachezaji baadhi pa wapo. Na Manga kafungwa goli 3. Kwa hiyo hata wewe Mangia huna imani yoyote na Tabora United kuweza kumfunga Young Africans au kuweza kutoa hata sare na Young Africans? Hapana, sababu wewe ukakaa kimbele kwa Tabora atafunga Yanga. Ukiumbuliwa Yanga kishinda, unabaki wapi? Wewe inabidi ukae kinyuma. Mimi sipo hivyo. Ikitoka dakika 90 na Yanga Afrika kafungwa, nakuja kesho siku ya Alhamisi namtambia. Mimi ndio nilivyo duniani. Mimi mtu wa football. Mimi napenda sana football siku zote. Mpira na unajua nicheza mpira. Kwa hiyo sasa kukaa kuna ushabiki au ni jezi ya Tabora. Mimi na jezi za Simba bana. Mimi mana sports. Mimi si ushabiki wao eti nikaa kwa Tabora nipige makele mapovu nitoke. Tabora funga Yanga hapana. Itokee dakika 90 kafungwa Yanga na kukutana mtani na mtambia kama huyu mtani wangu bana pole. Basi kama hivyo Shamakundi na watambia Yanga kusha makundi ndio mimi nilivyo. Lakini ikae kwa Tabora mpaka dakika 90 hapana. Yanga ni kubwa bana nani? Bana Salumu. Yanga ni kubwa kuliko Tabora. Lazima muheshimu mtani wako. Lakini tumemsikia mkuu wa mkoa wa Tabora ametoa ahadi ya shilingi milioni 60. Wakati anacheza na Simba Sports Club Tabora aliweka ahadi ya milioni 50. Lakini sasa hivi anacheza na Young Africans ameweka ahadi ya milioni 60. Ahadi hizi ambazo wamekuwa wakitoa kwa mikoa zinatoa hamasa yote kwa vilabu vyao hivi. Au zinawaharibu wachezaji? Mimi namsifia sana Festo Chacha. Ahadi aliahidi kwa Simba kweli kakuta Tabora Simba ni kubwa. Kapigwa 3. Kesho naingia mguu tarehe 2 saa 10. Akakutana na Yanga Afrika. Ile milioni 50 aliyokosa kwa Simba kaongeza milioni 10. Kwa hiyo
mkoa huu namsifia sana. Mkoa wote waige mfano kwa mkoa wa Tabora, Festo Chacha. Waige mfano huo. So unaahidi kwa timu moja, Simba kutana na Singida, unaahidi kwa Simba. Singida kutana Yanga hamna ahadi. Hapana, ahidi timu zote mbili zikaenda kucheza pale timu. Ndio maana nini maana mkoa huyu upende mpira, so timu moja tu. Mimi Festo Chacha namsifia, Festo Chacha namsifia sana kwa mkoa wa kwanza, kwa mara ya kwanza mkoa wa kwanza kuiga mfano huo. Mimi namsifia sana, ni mtu wa football, anapenda maendeleo. So unaahidi kwa hela timu moja tu, Tabora kichana na Simba ndio unaahidi. Yanga hamna ahadi. Ahidi timu zote. Ahidi timu zote. Kama mkoa wa Mwanza ule Makonde. Kamtande, Said Kamtande. Ikija Simba anaahidi, Yanga hamna ahadi. Ahidi timu zote. Amwige yule mtoto mkuu wa Tabora yule. Yuko makini, anajua football. Anajua nini maana uongozi. Maana anatengeneza watu wananchi wamkubali. Mangia, mimi nikushukuru. Asante.